Bismillahirrahmanirrahim. Qur'ani inasema suratu Taha aya ya 29, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ishdud bi azri. Sasa anasema Nabii Musa anamwomba Mwenyezi Mungu, nijalie waziri baada, yani waziri ambaye atakuwa mwenye kutawala baada yangu, ambaye atakuwa ni Harun ndugu yangu, ambaye atakuwa ananipatia nguvu katika kazi yangu. Sasa Nabii Musa anamuomba Mwenyezi Mungu waziri baada yake. Sasa sisi tunataka tuangalie katika Uislamu yetu, Bwana Mtume alipoondoka, je, aliomba waziri kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Je, alichaguliwa na Mwenyezi Mungu waziri? Je, kuna mtu ambaye aliyewachwa ili atupatie mwongozo baada ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ama vipi? Ama Bwana Mtume alimaliza na akaondoka na ikakuwa kwamba tumeachwa sisi wenyewe ndio tujipange? Tunaona katika suratu Shuara aya 214, aya 214, aya inasema wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sasa Bwana Mtume anaambiwa kwamba wafikishie ujumbe wangu au Islamu wangu watu wako wa karibu. Sasa ni vizuri kwamba kila Muislamu aingie angalie sababu ya kushuka hii aya ni nini. Tunaona kwamba katika ashiratakal aqrabin Bwana Mtume aliita watu wa karibu, ambaye kwa sababu kuna ile hatari ya kwamba dini imekuja na nini, sio kila mmoja atapokelea kwa wepesi fikra ya kwamba kuna dini mpya, kuna mtume ambaye mtu tumekaa na yeye, tulikuwa tunacheza na yeye, rafiki yangu nini, amekuwa mtume alafu sio kitu kama hicho. Sasa akaambiwa kwamba wewe waambie watu wako wa karibu. Akakusanya watu wa karibu akawajulisha, ambaye hii hali ya kuita watu wa karibu ilichukua karibu miaka 3. Ndio baada ya hapo Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume, sasa unaruhusiwa kutangaza dini nje ya nini, ya watu wako wa karibu. Tunaona kwamba hii ashiratakal aqrabun senye watu waliitwa watu wa karibu, Bwana Mtume akamtangaza akasema kwamba mimi nimetumwa kama mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nimeambiwa kwamba nyinyi watu wangu wa karibu niwajulishe, na mwenye ataniamini yeye ndiye atakuwa nini, wa kwanza mwenye ataniamini ndiye atakuwa khalifa baada yangu. Tukiangalia katika vitabu vyote, vitabu vya Kishia na vya Kisuni, tunaona kwamba watu wote wenye walikuwa hapo walikuwa na uzito wa kumkubali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwa ni ngumu kwamba kuna watu ni wajomba zake Bwana Mtume, kuna watu ni marafiki zake ambaye wamekuwa pamoja, kuna watu ni wakubwa kiumri kumliko. Sasa huyu atakuwa mtume alafu mimi nitakuwa nikimtii mtu ambaye nimezoea, huyu ni mdogo wangu nini na kadhalika. Sasa watu wote wenye walikuwa hapo hivyo walinyamaza na hawakuweza kumkubali. Wote mtu pekee ambaye alisema mimi nakuamini ewe Bwana Mtume ilikuwa ni nani? Ni Imam Ali. Katika historia ndio inazungumza. Muangalie ni nani walikuwa wenye walikuwa katika hiyo akrabini, yani watu wa karibu, walikuwa ni watu wa gani? Sasa muangalie ni watu wa gani ambaye ndio baada ya hapo, baada ya kuwa Islamu imekuja, imefanya mambo makubwa, imefanya fatha Makkah na mambo kadhalika, kuna wenye walikuja wakakuwa ni masahaba wakubwa ambao walikuja wakaamini Bwana Mtume. Lakini ile katika hali ya shida na hakuna mtu yoyote na hakuna mtu anajua kwamba je, hii dini itafaulu? Je, nitakuwa niko na nguvu? Je, naweza nikauliwa? Je, siwezi nikauliwa? Katika hiyo hali ambayo haijulikani, mtu pekee ambaye alimkubali alikuwa ni nani? Alikuwa ni Imam Ali. Bwana Mtume akasema subiri. Tena akauliza watu wa karibu, ni nani ataniamini, ambaye ataniamini yeye ndiye atakuwa khalifa baada yangu, yeye ndiye atakuwa baada yangu atachukua jukumu ya kuelekeza watu? Bado hakuna mwenye aliinua mkono, na hakuna mwenye alisema tunakuamini. Wote walinyamaza. Na pia kuna watu ndani ya hali kama hiyo walikuja wakafanya nini? Wakakuwa ni kama wanamfanyia kejeli Bwana Mtume. Sasa baada ya hayo kufanya kejeli, Bwana Mtume mwisho yake
Baada ya hapo tena Imam Ali akarudi akasema, bwana mtume, mimi nakuamini na nakukubali na nitakusaidia katika amri hii. Sasa hapo ndio Imam Ali akaambiwa na nini? Akaambiwa na bwana mtume kwamba wewe ndio khalifa baada yangu. Watu sasa kanda ya kuwa alikuwa na mkejeli bwana mtume, wakarudi wakaanza kumkejeli Abu Talib. Abu Talib ni nani? Baba yake Imam Ali, ami ya mtume. Wakaanza kumkejeli wakasema, Abu Talib, ona sasa inabidi wewe uanze kumtii mtoto wako, amekuwa sasa ndio khalifa baada ya huyu mtume, sasa inabidi umfuate huyo. Sasa yeye Abu Talib pia akanyamaza, hakusema kitu, akasikiliza watu, lakini hakuwajibu kwa hasira. Na yeye ndiye alikuwa ameita watu kama wageni, kwa sababu ndiye alikuwa mkubwa wa kabila ya Quraish. Penye bwana mtume aliita watu, aliita akikuwa anasimamiwa na nani? Na Abu Talib. Abu Talib tayari alikuwa shamkubali, na yeye alikuwa anajua kwamba umri yake haitaweza kufika kubaki kwamba kusema ati yeye ndiye atakuwa khalifa ya bwana mtume. Yeye ni ami yake, yeye ni mkubwa kiumri, yeye ndio baba yake Imam Ali, lakini alikuwa shamkubali, ashamtetea. Watu wote walikuwa wanajaribu, hata wakamfuata Abu Talib wakisema, tupatie huyo kijana, wakikusudia bwana mtume, ndio tutakupatia kijana mwingine mzuri zaidi, lakini huyu venye anaanza kututangazia utume, huyu atatuharibia mambo yetu. Tupatie kijana, tutakupatia kijana mwingine mzuri zaidi. Abu Talib akabaki akamtetea na akasema hakuna kitu kama hicho, na ndio wakaekewa vikwazo mpaka wakakuwa na njaa, wakapatwa na ugonjwa, ndio mpaka Abu Talib akafariki akimtetea nani? Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nini? Hizo siku za mwanzo kabisa ambayo walikuwa wakiwa katika mji wa Maka. Sasa bwana Nabii Musa anaomba Mwenyezi Mungu khalifa baada yake. Bwana mtume pia mwanzo wa kutangaza tu anatangaza pia khalifa wake. Mwanzo ya kutangaza dini yake anatangaza khalifa wake. Na si ati kwamba anaambia watu mwenye ataniamini yende atakuwa khalifa, lakini watu walikata. Sasa swali ni kwamba bwana mtume anaweza kuvunja ahadi yake? Bwana mtume anaweza kuwa anafanya kazi kiholela holela, kwamba sasa hiyo siku tu tulitaja na huyu akaamini ikakuwa na tukamtaja, so hiyo imeisha. Bwana mtume anasema, Qur'ani inasema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Katika Qur'ani tunaona kwamba sura gani? Tunaona katika suratul Najm aya 3 Mwenyezi Mungu anasema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yani bwana mtume haongei kwa hisia zake na hawa yake na matamanio yake, anaongea kupitia wahi, yani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Yani maneno yake yote ambaye anazungumza ni maneno ambayo yametokana na Mwenyezi Mungu. Sasa kama hapo hivyo amezungumza na akasema baada yangu, ambaye ataniamini baada yangu ndio khalifa, kama angeamini mtu mwingine angeambiwa kwamba wewe ndio khalifa, kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Mtu mwenye kwanza atakuamini yeye ndio khalifa, kwa sababu mtume hafanyi kitu chochote isipokuwa kwamba nini? Yeye ameamrishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa hapo hivyo itakuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, itakuwa ni maneno ya bwana mtume, itakuwa ni maneno amri na sio ya matamanio tu ya mtu kawaida, na haiwezi kubadilika, kwa sababu Mwenyezi Mungu sio wa kuvunja ahadi, sio wa kubadilisha maneno yake, sio wa kutenda maneno kiholela holela. Na bwana mtume pia vile vile, kwa sababu anatenda tekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa khalifa wa baada ya bwana mtume ni nani? Ni Imam Ali. Siku ya kwanza tumeainishwa. Na tukiendelea katika historia ya baada ya hapo, tunaona kila step ambayo tunaenda mbele, tunaona kwamba kuna maneno ambayo bwana mtume anataja akithibitisha kwamba huyo ndio nini? Ndio khalifa baada yangu. Alafu kitu kimoja kingine, inawezekanaje Nabii Musa anapatiwa khalifa baada yake, na yeye alikuwa ni mtume kwa Mayahudi peke yake? Mtume wetu ametumwa kwa ulimwengu wote. Itakuwaje yeye akiondoka tunaachwa ulimwengu unaachwa nini? Bila khalifa, bila mtu wa kuendesha ulimwengu. Inamaanisha kwamba bwana mtume yeye ndio bora ama Nabii Musa ndio bora? Dini yetu ndio bora ama dini ya Nabii Musa ndio bora? Dini yetu ndio bora, bwana mtume ndio bora, na yeye mtume ametumwa kwa ajili ya ulimwengu wote. Kwa hivyo lazima
kuna maandalizi ambayo lazima ifanyike ndio ionyeshe kweli dini yetu ndio dini kamili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.